Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Waganga tai, Wanaafrika tai kokote mliko ulimwenguni na wanafunzi tai. Ndugu zangu, kwa majina ni Dr. Riziki Mkali Malela, ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa letu la Tanzania. Pia ni mshauri mkuu wa chama cha madaktari wa tiba asili katika taifa la Kenya. Leo katika klipu hii nakwenda kuzungumzia kuhusiana na tamaduni za kimizimu. Ingawa pia script yake ipo njiani na itatoka muda si mrefu, mtaisikia. Kilichonivuta kuja kuzungumzia mizimu kwa sababu nimeshaizungumzia sana. Mnaweza mkaona kwamba Dr. Riziki mbona anarudia vitu. Hapana. Narudia vitu katika upande wa kuweza kutoa elimu. Mfano, Halloween. Halloween ni mizimu ya wenzetu wazungu, ambapo kimsingi wao huwa wanafanya maazimisho ya Halloween kila Oktoba 31. Tarehe 31 mwezi wa 10, Halloween huwa wana kawaida ya kuweza kuazimisha mwaka wao wa kimizimu. Naomba nilizungumze hili kwa sababu nimekuwa nikiona tamaduni nyingi za Kiafrika, Waafrika wengi wanaoishi nje ya nchi, unakuta na wao kwenye maadhimisho ya Halloween, kwenye maadhimisho yao ya Halloween ya tarehe 31 mwezi wa 10, na wao wanadiriki kuweza kuingia kwenye maadhimisho hayo. Maadhimisho hayo, ndugu zangu, hayakuhusu wewe mtu mwenye ngozi nyeusi. Yaani ni kwenda kuwanufaisha wenzako walioko Ulaya. Unakwenda kuwanufaisha wenzako walioko Ulaya. Mizimu ina nguvu, asikwambie mtu. Na ndio maana unaona Halloween ukienda Ulaya huko, wenzetu kila mwezi wa 10 tarehe 30 wanafanya maazimisho ya mizimu yao. Wanatoa kafara kuliko unavyofikiria. Na siku hiyo iko kimujibu wa sheria na katiba ya Ulaya. Ina maana serikali inafahamu maazimisho hayo, na ndio maana unakuta ikishafika tu tarehe 1 mwezi wa 10, tarehe 1 Oktoba hiyo, maandalizi yanaanza. Utakuta sehemu mbalimbali panapambwa. Unakuta sehemu mbalimbali panapambwa vinyago vile, unakuta masanamu, skeleton, unakuta wamepambwa kila mahali, mpaka kwenye maofisi ya umma. Yaani mpaka kwenye ofisi za umma, ofisi za kiserikali, watu binafsi, unakuta wamepamba yale skeleton. Unakuta wamepamba yale mizimu. Unakuta mtu makaburini huko kuna vitu vinafufuka, vinatoka. Unakuta unaweza ukakaa ndani ukaona tu kabati linatikisika. Unashangaa hilo kabati linatikiswa na nini? Umeelewa? Hizo ni tamaduni zao, na hizo ndo mizimu yao ambayo inayokwenda kuwapa maendeleo makubwa kiuchumi katika taifa, inakwenda kuwapa maendeleo makubwa katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Sasa wewe mwenzangu na mimi ambaye huna elimu ya kimizimu, unakuta tu zikitokea hivyo, wenzako unaona wanaendelea kupamba toka tarehe 1 hiyo, na wewe unaenda kuyanunua, unaenda unapamba ndani mwako na nini, unaenda kutukuza mizimu ya wenzako ambayo haikuhusu, haitakusaidia lolote lile. Umeiacha mizimu yako nyumbani, ambayo kimsingi mizimu hiyo ndo inayobeba taswira ya maisha yako, ndo inayobeba taswira ya familia yako. Unakwenda kuiacha mashenzini huko, inapigwa jua, imekuwa ni vichaka vya ngedele huko, vinacheza ngedele, wanacheza kwenye makaburi ya babu yako na bibi yako. Wewe umekaa huko Ulaya unashadadia Halloween. Sio mizimu yako hiyo, sio mizimu yako. Na hata sio Ulaya tu, nimeona hata hapa kwenye mataifa yetu ya Afrika pia watu wanasherekea sherehe hizo, sherehe ambazo hazikuhusu maskini ya Mungu. Na unaweza ukakuta tena kwa watu wa dini kabisa wamepamba hivyo vitu ambavyo kimsingi, sasa angalia maajabu ambayo yalivyo. Kanisani tunahubiri kuhusiana na mambo ya kimizimu ni ushetani. Misikitini tunahubiri kuhusiana na mambo ya mizimu ni ushetani. Lakini hao ambao leo wanahubiri makanisani na misikitini,
unaenda kukuta huko Ulaya ndo wanashadadia siku hizo za maazimisho ya Halloween. Wanashadadia. Bila kujua kwamba hili limekaaje. Ni mtihani mkubwa sana. Ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo nimeona niseme na nyinyi hili kwa sababu ni vitu ambavyo vimetokea. Sasa kuna script ambayo naiandaa, itatoka ndani ya siku 2 hizi, kuhusiana na elimu ya Halloween. Halloween ni kitu gani? Kwa nini kinasherekewa kwenye tarehe 31 mwezi wa 10, ambapo maandalizi yake yanaanzaga tarehe 1 mwezi wa 10 mpaka kufikia kwenye tarehe 30 ndo maazimisho menyewe. Mitaa ya wapi ya Ulaya huko huwa inafunga. Watu unakuta barabarani kama maandamano, kumbe ni sherehe. Unaijua faida yake? Subiri script inakuja na ndio utafahamu umuhimu wa mizimu yako kuipuuza kila siku. Usione sisi ni wenda wazimu kuweza kuanzisha mzimu wetu wa Afrika pale ukaona labda pengine tumekosa kazi. Tuna maana kubwa sana na kutambua umuhimu wa mizimu. Na ndio maana unaona leo hapo. Japo kuna baadhi ya watu wanatupuuza kuona labda namna gani. Na hii ndugu zangu nataka niwaambie kitu kimoja, mkielewe hapa. Usitambike siku moja mzimu ukasema umemaliza. Jenga utamaduni wa kuwa closed kila mara na mizimu yako. Tambika kila wakati, ili naliimba kila siku. Kuwa muumini mzuri wa kutambika. Usimuache Mungu kwa sababu Mungu yupo. Hata wazee wetu wa kale walikuwa wakimuomba Mwenyezi Mungu kwa kuamini Mungu yupo, lakini walikuwa kamwe hawaiachi mizimu. Walikuwa hawaiachi mizimu. Na ndio maana unaona mambo yao yalikuwa yanaenda vizuri. Mambo yao yalikuwa yanaenda vizuri kabisa kwa sababu walikuwa wanajua Mungu yupo. Wapo waliokuwa wanamuita Ngai, wako waliokuwa wanamuita Imana, wapo waliokuwa wanamuita Mulungu, wapo waliokuwa wanamuita Yawe. Ni Mwenyezi Mungu. Kila mmoja alikuwa anamuita kwa mifumo yake, lakini ni Mungu yule yule. Walikuwa wanajua yupo. Kwa hiyo kitendo cha wewe kwenda kufanya matambiko au kufanya maombi kwenye mizimu, si kana kwamba umemuasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kwanza, alafu ndio inafuata mizimu. Mizimu ni nafsi ambayo iliacha mwili. Na nilisema, nishawahi kutoa elimu nikasema kuna mizimu mizuri na mizimu mibaya. Sio kila mizimu ni mizuri. Kuna mizimu mibaya na mizimu mizuri. Mizimu mibaya ni ipi? Ni ile ambayo unaweza kukuta wazee wako walikufa au waliacha mwili, lakini walikuwa huku duniani wakiishi mazingira ambayo kimsingi sio mazingira ambayo walikuwa wanafurahisha. Unaweza kukuta alikuwa ni tuchukulie mfano. Unaweza kukuta labda mzee wako alikuwa anaishi katika ulimwengu huu mwizi sana. Yaani anafanya vitu vya ajabu sana. Huo ndio tunasema ni mfumo wa mzimu mbaya. Kwa hiyo unapofanya matambiko, jitahidi sana katika upande wa kuweza kuita ile mizimu yako pale. Usiite mizimu mibaya pia. Ita mizimu mizuri. Mizimu mibaya, atakayeweza kukusaidia kuweza kuiweka sawa ile mizimu mibaya ni daktari wa tiba asili. Endapo kama ana elimu hiyo ya kuweza kuifanya mizimu hiyo mibaya, kuiweka kwenye mlolongo mzuri ili iweze kukusaidia wewe, atafanya hivyo. Kwa hiyo si kila mzimu ni mzuri. Kuna mzimu mbaya na mzimu mzuri. Unapofanya matambiko, hakikisha kwamba ita mizimu mizuri ije ikusimamie. Ukiita mizimu yote mibaya na mizuri, itasogea hapo. Ile mibaya itasikiliza ombi lako na itaenda kulibatilisha lisiwe. Ile mizuri itapokea maombi yako na kwenda kuyafanyia kazi ya wewe kufanikiwa. Kwa hiyo unapofanya tambiko lako, hakikisha kwamba unaita mizimu ile mizuri kwa wakati huu. Na kama ni kwa daktari umeenda, basi daktari kama endapo mizimu yako hiyo ni mibaya, anaweza kwanza akaitengenezea mazingira ya kuweza kuitoarisha ile mizimu. Akaiita hiyo mibaya, kisha akaitoarisha ikawa misafi na ikaweza kukusaidia wewe. Lakini kama utafanya tambiko la kwako wewe nyumbani huko, usidiliki kuweza kuita mizimu yote kwa sababu itasogea na ile mibaya. Sijui kama mtakuwa mnanielewa vizuri hapa. Sijui, lakini naamini mtanielewa tu.
kwa sababu ndo kazi yangu, sichoki. Nitaendelea kukuelimisha mpaka uelewe. Narudia tena. Unapofanya kusudio la kuweza kuita mizimu nyumbani kwenu kwa ajili ya matambiko, unatambika nyumbani kwenu kwa mila na desturi yenu, unachotakiwa kuweza kufanya ni kuiita mizimu mizuri isogee eneo hilo, na kama kuilisha kafara ipe pale baada ya kufanya maombi. Umeelewa vizuri? Iombe isogee pale mizimu mizuri ya kwenda kukufungulia wewe baraka. Usiite tu mizimu yote in general, misafi na michafu. Ile michafu itaenda kukuchafua kwa sababu haijatowalishwa. Endapo kama imetowalishwa, unaweza ukaiita yote na ukaiomba ikakusaidia. Endapo kama umekwenda kwa mganga, mfano si tuna mzimu wa Afrika pale, umepelekwa pale tukagundua kwamba wewe una mzimu mbaya, tutakachokifanya ni kuweza kuiita kwanza ile mizimu mibaya pale, kuweza kuifanyia tohara, halafu baada ya hapo sasa ndo tunakwenda kutambika. Means kwanza kwamba kwenye kutambika tunakuwa tunaita wale mizimu wazuri na wale ambao waliokuwa mabaya, kwa sababu tayari tunakuwa tumeshawaweka sawa, tumewatoarisha. Watasogea wote pale, watakuwa jamii moja, mizimu mizuri. Na baada ya hapo sasa ndo tunakwenda sasa kuomba kwa ujumla, tunakwenda kuomba mizimu mizuri, na ndipo ambapo tunapokwenda kufunguliwa. Na isiwe mara moja. Narudia tena, usitambike mara moja kwa mwaka, kwa sababu na uhakika jamii nyingi ya Waafrika tumeiacha mizimu kwa kipindi kirefu sana. Na ndio maana unaona kuna watu wanaenda kwa waganga, wanaenda kutibiwa, mambo hayafunguki kwa sababu mmeiacha asili, na asili imeamua kuweza kuwabana. Mmeiacha asili na asili imeamua kuweza kuwafunga. Na ndo maana ya mimi kuweza kuanzisha huo mzimu, sio kwa akili yangu, ni falme. Kwamba Dr. Riziki, matatizo mengi ya jamii yenu yanatokana na mizimu. Kuna haja ya kuweza kuweka kituo cha kufanyia matambiko kwa ajili ya kuweza kuondosha changamoto. Na ndo maana hicho kituo mnakiona hapo. Sio kukurupuka tu, tumekurupuka tukaona tuanzisha. Ni falme zenyewe zinatuletea. Mbona matatizo mengi ya Waafrika walio wengi yanakuwa yanasababishwa na mizimu? Kwa nini? Kwa sababu jamii hii imeacha mizimu kwa kipindi kirefu. Nini kifanyike? Panatakiwa paanzishwe mzimu wa Afrika, mzimu wa watu weusi, kitovu cha mzimu wa watu weusi, ambao ndio itakuwa kimbilio lao kwenda kufanya matambiko pale, kujikwamua na hivi vitasa, hivi vifungo vya kimizimu. Kwa hiyo mzimu ule sio tu kwa kukurupuka watu kuanzisha, no. Research imechimbwa na falme ndo zikatuletea madini haya leo kuanzisha mzimu huo, ambao ndo umekuwa kimbilio la watu wengi sasa hivi pale, na ambao wakifika pale wanakwenda kufanikiwa. Narudia tena, usisema umefika katika mzimu wa Afrika mara moja ukasema sijafanikiwa, nimefika mara moja. Huwezi kuunganisha, huwezi kutengeneza closed ya kimizimu kwa kutambika siku moja, never. Fanya utamaduni wa kutambika mara kwa mara. Nilisema kwa mwaka angalau mara 3 tu, na nikaenda kutoa elimu. Umeshatambika, fanya utaratibu wa kurudi pale na kafara la kuweza kufurahisha mizimu yako. Fanya utaratibu wa kurudi pale na kafara la kuweza kufungua riziki zako. Kuna mambo mengi sana, kama unafuatilia hii YouTube utapata vitu vingi sana. Yaani kuna clip ambazo nishawahi kuzitoa mpaka zile za kuweza kufanya matambiko, kwamba kafara ya kufurahisha mizimu ikoje, kafara ya kuweza kufunguliwa milango yako ya riziki ikoje. Hiyo ni mara baada ya kuwa umeshatambika, mizimu yako imekupokea, ndipo unapokwenda kutoa sadaka ya kuweza kuifurahisha ile mizimu. Cha kwanza. Baada ya hapo utarudi kwenda kutoa sadaka ya kuweza kufunguliwa kwako. Elimu zote nazitoa hapa. Lakini tumekuwa na watu wa kupuuza, na mimi nasemaga kila siku, nasema sichoki kuweza kutoa elimu. Una hiari ifuate, una hiari iache. Sisi ambayo tunaifuata tutaendelea kula neema ya nchi, na wewe unayoipuuza utaendelea kula shida za nchi. Na huo ndo usemi wangu, na nitaendelea kusimamia hapo. Nitaendelea kuelimisha. Mwenye kuifuata elimu aifuate kwa maslahi yake, mwenye kuipuuza aipuuze, joto la jiwe atalipata. Aendelee tu kuweza kushirikiana na hao wenzetu wa Ulaya,
vipindi vya Halloween kustawisha jamii yao, halafu wewe unabaki mtupu, ukijikuna mwilini unafuka moshi kwa sababu tumeiacha mila yako. Ni upumbavu wa hali ya juu sana. Utaendelea kusindikiza wenzako mpaka kesho kwa kuiacha asili yako. Script inakuja ya Halloween, utajifunza mengi kupitia script hiyo. Asanteni kwa leo.